Mimi ni mgeni kwenye hiyo milima. Wenyeji wananiambia hatuwezi kwenda kwa sababu panateleza, kwa sababu mvua zikinyesha huko hata mapikipiki hayaendi. Lakini mimi uwivu wa Bwana unaniambia lazima niende. Mpatie Yesu makofi na vigelegele. Kulikuwa kuna mtume mmoja au mwanafunzi wa Yesu anaitwa Yohana, ambaye aliteswa sana, alisurubiwa, alichemshwa kwenye lami. Wamekata mkono kwamba ataandika tuone. Waliporudi Bwana akaurudisha mkono, lakini hakuacha kufanya kazi ya ufalme. Na ndiye aliyekufa akiwa mzee kuliko wote. Ya utumishi ninaoufanya mijini na vijijini. Ukifanikiwa kuwa na uwezo mkubwa wa kusoma hapo ulipo katika maandishi, utaona maandishi yanaonyesha sehemu mbalimbali. Ninazunguka vijijini, nazunguka mashambani, nazunguka mjini kwa ajili ya kazi ya injili ya Bwana ya siku za mwisho. Amina. Hizi misheni ambayo unaiona, Bwana Yesu apewe sifa, zimekuwa zikifanyika katika vijiji sehemu mbalimbali. Naifanya kazi ya Yesu ambayo Bwana ameniitia. Amina. Bila kujali mahali. Milimani, mashambani, vijijini na mjini. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Kristo kujipatia kanisa au kondoo waliopotea. Bwana Yesu apewe sifa. Sina ubaguzi wa mahali popote ambako Bwana anataka. Iwe ni mijini au ni vijijini. Na kwenda mbali milimani sehemu mbalimbali. Mnaweza mkaona huko ni vijijini sana. Kwenye jamii za wafugaji, kwenye jamii za makabila mbalimbali, na kuzunguka kila mahali kwa ajili ya kazi ya ufalme, kumwandalia Kristo bikira safi. Ninatembea maporini, vijijini, kila mahali ambako Bwana anataka niende ili kumwandalia Kristo bikira safi, kwa sababu majira ya kurudi kwake yamekaribia. Bwana Yesu apewe sifa. Kazi hii si rahisi sana. Ni kazi ambayo inahitaji neema, na kama hujaitwa uweze kufanya. Kazi inagharimu uhai, inagharimu kuchoka, inagharimu fedha, inagharimu muda, lakini kwa sababu ya Kristo ambaye ameniita, ananitia nguvu katika kufanya kazi hii. Bwana Yesu apewe sifa. Utaona ukiwa unasoma pale, utakuwa unaona Yesu alifanya mambo makuu kadha ambayo natamani muyaelewe. Na katika utumishi wangu ndio mambo nayo dili nayo ambayo Bwana amenipatia. Moja ni kuhubiri injili kwa kila kiumbe. Amen. Namba 2 ni kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Mtaendelea kuona pale, mtaona pale wakati ninapoendesha masemina mbalimbali. Hayo yote mnaona, matukio ya kwanza hayo ni mkutano. Mkutano wa vijijini na mijini mnaona hapo. Utaona. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini jambo la 3 ni kwa ajili ya ukombozi na uponyaji wa maisha ya wengi walioonewa na ibilisi. Bwana Yesu apewe sifa. Na katika wote hao kuandaa kwa ajili ya ufalme. Lakini wanawezaje kupatikana sasa? Ndio maana kuna jambo hili hapa, toba na ukombozi wa maisha ya watu. Amina. Mtaona picha hapa za magunia. Ninazunguka vijijini na mijini nikiendesha toba kwa ajili ya taifa. Maombolezo, mikoa mbalimbali, vijiji mbalimbali. Amina. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye Bwana amenipatia hii neema. Ninazunguka kila mahali kwa ajili ya kazi hii. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati ambako mnapokuwa mnioni, hii ndio kazi naenda kufanya. Angalia umati sehemu mbalimbali. Hapo ni Kagera. Angalia wana Kagera walivyopokea uamsho, na hiyo ilikuwa ni mikutano. Nazunguka vijiji vya Kagera sehemu mbalimbali, Morogoro, na bado mission ni Bwana anaendelea kuinua mission zingine mpya kabisa ambazo hazikuwa kwenye ratiba yangu. Amina. Lakini kila Bwana anapofanya kazi anainua mission zingine za kufanya. Ninachokihitaji kwenu ni maombi. Amina. Hakuna sadaka iliyo bora ambayo nategemea inaweza ikagusa moyo wangu na moyo wa Mungu, ila akipatikana mtu mmoja au wawili au watatu wanaojitolea kuombea utumishi huu, hiyo ni sadaka ipitayo sadaka zote. Amen. Hiyo ni sadaka bora kuliko chochote. Amina. Kwa sababu hii ni misha inayolenga uhai wa watu. Hii ni misha inayolenga ukombozi wa maisha ya watu. Hii ni misha inayolenga uhai wa maisha ya watu kwa ajili ya uzima milele. Amina. Ni sadaka ipi? Yesu alijitolea msalabani kwa ajili yetu. Amina. Tunaweza kuachilia vitu vingi, fedha na mambo mengine kuwezesha hili,
Lakini akitokea mtu mmoja au wawili asimamaye mbele za Bwana na kulitia jina la Bwana, kutubu na kuomboleza na kuombea utumishi ili ufanikiwe kawafikie wengi, hiyo ni bora sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sadaka ya pili ni kuwezesha kazi hii. Natumia pesa nyingi, natumia muda mwingi kuliko maelezo yake. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Mission hii pekee ambayo tumeanza, tunahitimisha tarehe 20 ya mwezi wa 4. Bajeti yake mpaka ikamilike inahitaji zaidi ya milioni 3. Na hii ni mission ya kwanza. Pesa zinatoka wapi? Mimi sina hela, ila Mungu mwenye fedha ndiye anayefanikisha kazi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tukiombea hii kazi, Mungu atatutia nguvu, Mungu atatuwezesha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kusafiri kwenda vijijini, mahali pengine barabara hamna, mahali pengine mnakwenda na pikipiki, mahali pengine mnatembea milimani. Juzi nilikuwa Matombo, huko kwenye milima ya Matombo huko, nikaondoka na mtumishi wa Mungu Pasta Baraka kutokea Kagera. Wenyeji wa mji wenyewe wanasema huko hatuwezi kwenda, panateleza huko kwa sababu mvua zimenyesha. Nikamwambia sikiliza, tunapaswa kwenda. Mimi ni mgeni kwenye hiyo milima. Wenyeji wananiambia hatuwezi kwenda kwa sababu panateleza, kwa sababu mvua zikinyesha huko hata mapikipiki hayaendi. Lakini mimi wivu wa Bwana ananiambia lazima niende. Mpatie Yesu makofi na vigelegele. Lakini kwa neno hilo la Bwana tulifika mpaka huko milimani. Mpatie Yesu makofi na vigelegele. Tunatafuta kondoo waliopotea. Amina. Ili siku ile tukamlaki Bwana mawinguni. Amina. Ili wote tukapate nafasi katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka niwaambie sababu kubwa ya kufanya kazi ni nini. Nataka nitangulize ujumbe, nitazungumza nanyi mambo matatu. Lakini nataka nianze na hili. Hii ni ibada maalum kwa ajili ya kupeleka injili ya Bwana, ambayo tunaanza mission mpya mwaka 2020 ngapi? Na 20 ngapi? Mwaka jana tumehitimisha hapa mwezi wa 9 tukawa na ibada ya shukrani. Amina. Sasa hii ni ibada ya kuanza rasmi. Na kila ninapotaka kuanza lazima tuanzie hapa. Amina. Na nikirudi tunapaswa kumshukuru Mungu, lazima niwe hapa. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu nafahamu Mungu kila alichoniambia. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuna mission ndefu sana mwaka huu. Ndefu tutakaozunguka sana. Tunaelekea Matombo. Tuna mission ya kuelekea, tutakuwa na mission ya injili Ukobe, Matombo, Kagera, Kigoma, Kibaha. Bwana akinituma naenda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana akinituma naenda. Amina. Nataka niwaambie, hii sio kazi rahisi. Sio kazi ya kuomba ajira. Ni kazi ambayo mbingu zinakuamuru. Amina. Na lazima utii. Sababu kubwa ni nini ambayo inapelekea hii kazi kuendelea bila kuchoka, bila kukata tamaa? Nataka nianze nanyi katika mambo haya. Natamani na baada ya kutanguliza ujumbe, kama kuna wakereketo wa kuihubiri injili ya Yesu na wanataka wamtumikie Mungu katika siku hizi za mwisho, ndio nataka nianze nao kuombea neema na Bwana awajaze vipawa na karama hapa. Amina. Ibada hii itaambatana na uponyaji, ibada hii itaambatana na baraka, ibada hii itaambatana na kuinua huduma za wengi. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Siku ya leo, amen, mkiona nimekuja kwenye madhabahu kuna jambo. Amina. Na Bwana kuna jambo anataka kufanya. Wanafahamu nilipokuja juzi hapa, Bwana aliamuru baraka kwa ajili ya kanisa lake. Amina. Na leo kuna mtembeleo wa Bwana wa kipekee hapa siku ya leo. Amina. Mpatie Yesu makofi na vigelegele. Fika hapa ni wa thamani sana mbele za Mungu. Na ikiwa ni utangulizi wangu, na baada ya hapo nitawaletea ujumbe kamili wa ibada ya siku ya leo na mambo matatu ya kuzungumza nanyi.
lakini kila hatua nitaomba nanyi. Amina. Naomba ongeze lo tafadhali, ongeza sauti kidogo, ongeza lo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Naomba mtu mmoja tafadhali achukue maiki anisaidie, watumishi wa Mungu tanisaidia kusoma kitabu cha Ufunuo sura ile ya 7. Tuanze ule mstari wa 9. Naomba tafadhali mtu mmoja anisaidie kusoma mpaka hapo nitakapokuambia basi ishi hapo. Ufunuo sura ya 7 tunaanza mstari wa 9. Baada ya hayo nikaona anatazama mkutano mkubwa sana. Huyu ni miongoni mwa mitume 12 wa Yesu. Katika siku za uhai wake aliwatenga mitume 12. Kati ya mitume 12 aliyokuwa nayo, maiki yako inashuka. Kati ya mitume 12 ambaye alikuwa nao, kulikuwa kuna mtume mmoja au mwanafunzi wa Yesu anaitwa Yohana, ambaye aliteswa sana, alisurubiwa, alitupwa kwenye, alichemshwa kwenye lami, alifungwa kamba, akaburutwa kwenye kokoto au kwenye changalawi, lakini hakuacha kufanya kazi ya ufalme. Haleluya. Mwisho wa siku walipomtendea yote, wakaona huyu jamaa afi, wamekata mkono kwamba ataandika tuone. Waliporudi Bwana akaurudisha mkono. Katika mitume ambayo ni miongoni mwa mitume aliyeokoka akiwa kijana mdogo ni Yohana, na ndiye aliyekufa akiwa mzee kuliko wote. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa mdogo kuliko wote na ndiye aliyekufa akiwa mzee. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mapito aliyopitia, Bwana Yesu asifiwe, mapito aliyopitia sio ya kawaida. Mapito aliyopitia sio ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Chomoa waya wa sauti mweupe hapo. Sasa kwenye lami, lakini hakufa. Wakakata mkono, waliporudi wakakuta umejiunga tena. Wakasema huyu sasa tumbebe tumtupe kwenye kisiwa kiitwacho Patmo. Wakamchukua wakamtupa. Wakadhani sasa amepotea katika ulimwengu wa injili. Injili huwezi kushindana nayo. Injili ina mwenyewe. Haleluya. Ukiona mtu anashindana na injili ya Bwana, ajui alitendalo. Amina. Kwa sababu hii injili ina mwenyewe, sio ya binadamu. Hii injili sio ya utashi wa mtu. Wakati walipomtupa kwenye kisiwa cha Patmo, akachukuliwa mbinguni. Ni kama wamemsaidia kumtenga aendelee kuomba vizuri na kisha uone uso wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Alipochukuliwa akapelekwa kwenye kiti cha enzi ili Bwana ajifunue, apate kueleza kusudi la kufa kwake msalabani, kusudi la kupigwa mijeledi, kusudi la kumwaga damu, kusudi la kuiamuru injili yake duniani iendelee. Akalifunua pale. Na hiki ndicho natamani ukielewe, kwamba tunafanya kazi kwa sababu la kusudi la ufalme, wala sio kwa utashi wa kibinadamu. Si kitu rahisi mnapoona kila mahali tunakokwenda. Bwana wetu Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nataka tusome hapa. Nataka niweke msingi na utangulizi huu muweze kuelewa mzigo mkubwa wa kazi unatokana na nini na lengo kubwa ni nini. Kila jambo linapaswa kuwa na lengo. Amina. Na hilo lengo ndio linalosababisha mafanikio. Lengo ndio linalosababisha ushindi. Lengo ndio linalosababisha baraka. Lengo ndio linalosababisha uwezesho. Haleluya. Kwa hiyo kazi ya Bwana ina malengo mahususi maalum kwa ajili ya kazi. Haleluya. Kwa hiki ndicho kinachotupatia ushindi, na kinatupatia uwezesho, kinatupatia kutokuchoka, kwa sababu lazima utembee katika lengo la Mungu la ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba anza kusoma sasa. Ufunuo wa Yohana
Sura ya 7 mstari wa 9. Baada ya hayo nikaona, natazama. Wakati huo yuko kwenye kiti cha enzi, Yohana anaona nini? Enda kusoma. Natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Huu mkutano ni baada ya parapanda, ni baada ya unyakuo kwa watakatifu watakaopata nafasi kuingia mbinguni. Haleluya! Natamani we miongoni mwao. Natamani we miongoni mwao. Natamani we miongoni mwa mkutano mbele ya kiti cha enzi. Ili wa mkutano upatikane, haina budi kwenda vijijini, haina budi kwenda mashariki, haina budi kwenda mijini na vijijini, ili Bwana akavune na hatimaye mkutano ule ulionenwa kiunabii upatikane. Hauwezi kupatikana kukiwepo watumishi goigoi. Utapatikana wakiwepo watumishi watakaojitolea kufa na kupona, ndipo huo mkutano utapatikana. Bwana Yesu apewe sifa. Endelea kusoma. Watu wa kila taifa na kila kabila. Watu wa kila taifa na kila kabila. Injili haina ukabila, haina lugha, na kwenda kila mahali bila kuchagua lugha ya mtu wala kabila. Ninaenda mpaka mahali pengine hata Kiswahili hawakijui. Naenda mpaka mahali pengine hata uwezo wa kupata mchana uwezo kupata mchana. Watu wa kila taifa na jamaa, unapaswa kujua hata kule milimani kuna watu wana kabila zao, wana lugha zao. Ili wapate nafasi ya kuingia, lazima apatikane mtu wa kuwaendea, ambaye Bwana amempaka mafuta kwa ajili yao. Haleluya! Haidhalishi umaskini wao, haidhalishi wako mbali, haidhalishi magari hayaendi, lakini Bwana anawataka kwa ajili ya ufalme. Na lazima niende. Bwana Yesu asifiwe. Lazima niende. Haleluya. Endelea kusoma. Na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi. Ndiyo. Na mbele za mwanakondoo. Ndiyo. Wamevikwa mavazi meupe. Ndiyo. Wana matawi ya mitende mikononi mwao. Ndiyo. Wakilia kwa sauti kuu wakisema, ndiyo, wokovu una wewe Mungu wetu uketi katika kiti cha enzi. Ndiyo. Na mwanakondoo. Ndiyo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Ndiyo. Na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne, nao wakaanguka kifudifudi mbele ya kiti cha enzi, wakamsujudia Mungu. Ndiyo. Wakisema, ndiyo, amina, baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Amina. Amina. Mpatie Yesu makofi ya vigegele. Baraka zina Mungu. Haleluya. Naambia ile kweli, baraka zina Mungu, utukufu na Mungu, nguvu zina Mungu, heshima zina Mungu. Haleluya. Lakini hizi baraka hizi, hawa ni watu wa kila kabila, kila jamaa, kila lugha, wamesimama kwenye kiti cha enzi. Na wasi katika jina kula Yesu, uwe miongoni mwao watakao simama kwenye kiti cha enzi siku ile, wakimtukuza Mungu na kumwabudu Bwana. Amina. Uwe miongoni mwao. Hii ndio lengo. Kazi ya injili ya msalaba ni watu wapatikane siku ile kwenye kiti cha enzi, wa kila kabila. Injili haina ukabila, injili haina lugha, injili haina ujamaa. Injili uipeleke kwa kila aliye mtu wa Mungu. Haleluya. Naeleweka? Mnanielewa? Lengo la injili ni hilo kusanyiko lifike mbele za Bwana. Na Mungu aliyenena maneno hayo kiunabii. Angalia. Naomba muangalie kidogo. Unaona waliovaa magunia hayo? Na kuomboleza ni mkoa wa Kagera huo. Bwana alinituma zaidi ya miaka 14 iliyopita. Bwana akanipeleka sana kwa ajili ya mavuno. Angalia walivyopokea uamsho na uvuvio na sehemu mbalimbali. Hao wote hao wanatubu na kuomboleza katika mavazi ya magunia. Kwa nini Mungu asiwape ufalme? Kwa nini Mungu asiwakumbuke katika siku ile? Bwana Yesu asifiwe. Lazima mfike mahali mwelewe.
majira ya mavuno, na Mungu anahitaji watu watakaopondeka na kunyenyekea mbele za Bwana na wapate nafasi katika ufalme. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mnanielewa vizuri? Lakini nataka niwaambie kitu kimoja ambacho nataka nihitimishe katika sehemu ya kwanza. Nimesema na mambo matatu ili kiwa la kwanza. Kama hatutajiandaa katika utakatifu, kama hatutakubali watu wa Mungu kuishi katika usafi na utakatifu, kitakachotupata ni hiki. Amina? Ambacho nataka pia nikiweke wazi. Na huo ndio huruma nilionayo, na ndio upendo wa Kristo uliomgharimu kufa msalabani. Na hiki ndicho kinanifanya nisturie. Nashindwa kutulia usiku na mchana. Tunakuwa kwenye mifungo isiyohesabika. Amina? Tumekuwa kwenye mfungo siku 42. Na tupaka tukamilishe mission. Bwana tupe sifa. Lakini kwa nini tujitese? Kwa sababu ya kondoo aliyopotea. Amina? Kwa nini Yesu afe msalabani? Kwa sababu ya kondoo aliyepotea. Natamani nyinyi watu tulioko hapa, hii ni neema ambayo Mungu ametupa bure. Mungu anakutamani siku ile ukae kwenye hilo kusanyiko pamoja na kabila lako. Haidharishi kabila lako, haidharishi lugha yako, haidharishi ulivyo. Lakini utamani siku moja kiu ambayo natamani umbike ndani yako ni kwamba siku ile uwe ni miongoni mwao watakao mtukuza Bwana kwenye kiti cha enzi ambayo Yohana mwana wa Mungu aliwaona. Kila kabila, kila lugha, kila jamaa wamekusanyika kwenye kiti cha enzi. Natamani uwe ni wewe. Natamani uwe miongoni mwao. Bwana Yesu asifiwe. Uishi katika utakatifu. Uishi katika toba. Ujiadhari na kila dhambi. Ujiandae kwa ajili ya siku ile ambayo tumeisoma hapa. Hiyo ndio shauku ya moyo wangu. Shauku ya moyo wangu wote tukauone ufalme. Sauti ya moyo wangu wote tukaingie mbinguni. Hii ndio shauku ya moyo wangu kuliko yote. Na hiki ndio kinanifanya nisturie. Kwa sababu najua Bwana wataka watu waingie mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Kama tutakuwa na hiyo shauku, kitakachotupata ambacho mimi kila mahali napokwenda nawaambia sitamani tufikie kwenye hiyo sehemu. Nataka watu tutubu. Watu tugeuke, tubadilike. Tuishi katika utakatifu. Pamoja na miujiza, hata leo kutakutokea uponyaji hapa, mtaponywa. Pamoja na baraka, nitawaambia baraka Bwana ameniamuru leo niwabariki, nitawabariki na mtabarikiwa kabisa. Lakini zaidi ya yote ni kiu yangu wote tuingie mbinguni. Ni kiu yangu wote tuone ufalme. Hata ungekuwa na majumba 100, kama hutaingia mbinguni ni hasara. Hata ungekuwa na magari trilioni 1, kama hauingii mbinguni ni hasara. Hata leo ni kuombea uinuke na magonjwa yako yaondoke, lakini kama hutaishi utakatifu ni hasara bado. Pamoja na kuponywa, pamoja na kubarikiwa, pamoja na kufanikiwa, targeti kubwa ni kwamba uingie mbinguni. Na huwezi kuingia mbinguni bila utakatifu. Huwezi kuingia mbinguni bila usafi. Huwezi kuingia mbinguni bila kuishi maisha ya toba. Mnanielewa? Hilo ndio kuu sana. Hilo ndio kuu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa? Hilo ndio leo mfanya Mungu akaniachisha kazi. Nilikuwa mfanyakazi wa serikali, akaniachisha. Nimekubali kuishi maisha yote yale, lakini kaifanya kazi. Haleluya. Nilikuwa mfanyabiashara mkubwa, akaniachisha. Leo nimekubali kuishi maisha yoyote, lakini kaifanya kazi ya msalaba. Mpatie Yesu makofi ya vigege. Hivi leo hebu stopisha kidogo hapo. Stopisha kidogo, rudisha hiyo. Haya, stopisha hiyo. Hivi leo ningengangana na kazi, huo umati ungeenda wapi? Nani angewahubiri hao? Nani angewafundisha hao? Nani angewaingiza kwenye toba?
Hii ni bora kuliko pesa. Hii ni bora kuliko matrilioni ya hela. Hii ni bora kuliko magari. Hii ni bora kuliko majumba. Hii ni bora, kwa sababu inawaandaa watu kwa ajili ya ufalme. Hii ni bora kuliko vyeo. Hii ni bora kuliko maorofa, kwa sababu hawa wakifika mbele za kiti cha enzi, hiyo ni bora zaidi. Haleluya! Wewe ukifika kwenye kiti cha enzi, hiyo ni bora kwangu, ni bora zaidi. Na hii ndio nitakayoifia. Nitamtumikia Mungu mpaka kufa kwangu, mpaka mwisho maisha yangu, na sitaibadili injili yangu, kwa sababu ninajua siku ile itawakusanya maelfu ya watu kwenye ufalme. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi mnayeniona hapa, katika watu ninaowahudumia, katika watu ninaoandaa kwa ajili ya ufalme, katika watu wanaotii, katika watu mnaotubu, nyinyi mlioko hapa ni theruthi ndogo sana. Theruthi. Lakini bado ninakuja kwenu. Haleluya! Ili mjue habari za ufalme. Mkitaka kufahamu kazi ninayoifanya, omba Mungu akupe neema uingie mbinguni. Amina. Ndio utafahamu kazi ninayoifanya duniani. Hawa walikuwa nadhani Bwana aliwatuma kuwatengeneza mpaka kufikia level hiyo. Ni huyu mnayemuona. Si hao tu, sehemu mbalimbali, vijijini na mjini, watu wanatubu na kugaragara kwenye mavumbi, wanamtaka huyu Yesu. Miujiza mikubwa inatendeka, wanatamani mbingu ya Bwana. Amina. Bado naja kwenu. Haleluya! Bado naja kwenu kuambia kazi ya tuhusu wote. Amina. Sisi wote tuwastahili kuingia mbinguni. Kazi ya tuhusu wote. Amina. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Iruhusu endelee, watu waendelee kuangalia. Sasa naomba tufungue kwenye kitabu cha Ufunuo 20 kuanzia ule mstari wa kuanzia ule mstari wa 11. Soma Ufunuo sura 20 mstari wa 11. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake. Sikiliza, kwenye hicho kiti cha enzi kuna watakatifu wataingia. Kwenye hicho kiti cha enzi pia patatokea hukumu. Ninakusii mwana wa Mungu, ninakusii mtakatifu Bwana, ninakusii usije ukaangukia hukumu ya Bwana. Na hii ndiyo teso la moyo wangu. Ninahubiri injili mpaka machozi. Ninapanda milimani na mabondeni, kwa sababu najua hukumu iwaja katika siku ile itakayotisha kama nini. Sitaki kudaiwa damu ya mtu. Kila Bwana nitakako lazima niende. Kila Bwana nitumako lazima niende, kwa sababu najua hukumu iwaja. Hebu endelea kusoma. Maiki yako iweke vizuri. Na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu kulingana na matendo yao. Stop kwanza hapo. Kuna vitabu vingapi? Kuna kitabu cha uzima wa milele na kuna kitabu cha hukumu. Tuko sawa? Ambavyo vitabu hivi vitafunuliwa kwa kila mtu duniani. Kila mtu atasema kwenye kiti cha enzi, atahukumiwa sasa na matendo yake. Atahukumiwa. Hata babu yako mzaa baba, hata bibi mzaa bibi, hailalishi alikufa katika miungu, katika mizimu, lakini siku ile kila mtu aliyeumbwa na Mungu atasimama kwenye kiti cha enzi cha hukumu, na kila mtu atahukumiwa sasa na matendo yake.
mtumishi wa Mungu uliye hai, unapaswa kuifahamu kwamba hukumu ipo na iaja. Na hiki ndicho kinachotutia nguvu kuihubiri kweli ya ufalme. Kwa sababu najua mambo mawili. Mungu anataka kusanyiko kubwa lifike mbele zake katika kumsifu na kumwabudu watakatifu walioshinda dunia. Amina. Lakini najua jambo jingine, ya kwamba kuna hukumu ambayo Mungu atawahukumu wenye mwili wote. Amina. Sasa hapa ndipo penye kelele. Hapa ndipo penye kuugua kwa ndani, kwamba nisipokwenda kuwahubiri watu wa mahali fulani, vipi kuhusu hukumu? Nisipokwenda kuwatangazia habari njema, vipi kuhusu kusanyiko Mungu analolitaji kwenye kiti cha enzi? Hii ndio inaninyima usingizi. Hii ndio inatesa moyo wangu. Na ndio maana nikamwambia sadaka iliyo kubwa kuliko sadaka zote ni kuombea utumishi huu. Amen. Ombea utumishi huu. Hata kama una kitu cha kusupport hii kazi, lakini hebu jitolee basi kufunga na kuomba kwa ajili ya kazi. Amina. Mimi hiyo ni sadaka ambayo naithamini sana. Bwana akikujalia sadaka vitu au fedha kuwezesha hii kazi ni sawa, ni bora pia. Amina. Lakini bora zaidi kutia moyo wa usamani kuombea utumishi huu. Amina. Inajua gharama ya utumishi huu. Amina. Haleluya. Hiyo ni bora zaidi. Ni bora zaidi. Wewe ukiomba, Bwana atainua wengine kufanikisha kazi. Amina. Atainua wengine. Amina. Atainua watu kufanikisha kazi. Lakini kazi itafanikiwa pia. Amina. Bwana asifiwe. Malizia kusema. Bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake. Hata aliyefia baharini atatolewa siku ile. Na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake. Hata kama alifia wapi atatoka siku ile. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Kila mmoja atahukumiwa kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Ndio itakuwa mwisho wa maisha ya kila mmoja. Hii ndio mauti ya pili. Hii ndio mauti ya pili. Kila mmoja atatupwa kwenye lile ziwa la moto liwakalo moto na kiberiti. Ana ole ayasikie maneno haya na siku ile akaingia jehanamu. Ana ole mtu yule atakayesikia maneno haya na akaishi katika dhambi na mwisho wa siku akaingia jehanamu. Ana ole mtu yule. Lakini ana heri tena mara 100,000 atakayeshika maneno haya kwa moyo wa ujasiri, akatunza maisha yake, akajilinda usiku na mchana, akaishi katika utakatifu, akajitenga na dunia, akashinda vita na hatimaye akaingia katika ufalme. Nasema ana heri mara 10,000. Ana heri. Na hiyo ndio furaha ya Yesu, watu waingie mbinguni. Hiyo ndio furaha ya Baba, watu waingie mbinguni. Hiyo ndio furaha yangu, tuingie mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamenena kwenye sehemu ya kwanza? Kama umenielewa, mpatie Yesu makofi ya vigelegele. Katika damu ya milele, damu ya agano, damu ya upatanisho, natangaza upatanisho katika Yesu. Natangaza amani katika Yesu. Natangaza baraka katika Yesu. Natangaza ushindi katika Yesu. Natangaza neema ya ajabu, ikiwa kwamba tunaweza tukawa miongoni ambao tunaweza Bwana akatupa neema ya kuipeleka injili ya Kristo. Hiyo ni tunuku kubwa mbele za Bwana. Haleluya. Kwamba kupitia sisi awepo mwanamke mmoja, mwanamume mmoja ambaye ataujilia ufalme. Mimi naiona kwangu ni tunuku kubwa sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Lakini sambamba na hilo, nipende tu kusema, mtumishi wa Mungu, mwangalizi mkuu, toka ulipotuacha katika madhabahu hii, tumeuona wema wa Mungu wa kupitiliza, kiasi cha kwamba inafika mahala hata moyo unatetemeka kwa ajili ya uaminifu wa Mungu, kwa ajili ya uzuri wa Mungu. Hakuna saa tumelala hapa tumemuita Bwana. Muona anaitwa Joakimu, lakini Joakimu ametoka kwenye ulevi wa kupindukia, kiasi kwamba maisha yake yalikuwa hayastahili hata kidogo. Usingemuona na appearance alionayo wewe. Lakini kwa neema hii ya msalaba, Mungu amemfanya Joakimu kuwa hivi alivyo. Kila ninapomuona naona tukufu mkubwa sana. Sikutazamia, nafikiri wengi wanamjua. Sikutazamia kama Joakimu leo atakuwa namna hii.
kwa namna ya ajabu. Lakini atukuzwe Yesu wa msalaba. Haleluya. Amen. Shangilie Bwana kwa jina neema ya Kristo. Mikononi mwako. Niongoze Bwana. Nilee Bwana. Nisaidie Bwana. Na hatimaye nikauone uzima wako. Bwana yabadilishe maisha yangu. Yaongoze wewe. Yaelekeze wewe. Unitengeneze na nikufae wewe kwa ajili ya ufalme wako. Na uangaze nuru yako ndani yangu. Na unipe kukujua katika jina la Yesu. Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya Eliakim. Nakushukuru kwa ajili ya Joakim ambayo Mungu wa Elia, Mungu wa Musa, Mungu wa Elia umemleta katika madhabahu hii kwa mkono wako mkuu. Umenyosha mkono wangu kwake. Nao unajua huwa sinyoshaji mkono wangu kwa kila mtu isipokuwa yule uliyetaka nyosha mkono. Na kwa Bwana umeruhusu ninyoshe mkono juu yake. Natangaza Bwana uachilie ukuu wa neema, wa baraka, wa uwisho, wa utengenezwa kipekee Bwana. Ruhusu ufinyanzi mkuu. Ukamfinyange, ukamtengeneze, ukambadilisha. Ukatimize hatima ya makusudi yako ya kumwokoa na kumwokoa. Ukamfanye kuwa chombo imara chako Bwana. Ukampe amani na furaha. Ukabadilisha historia ya maisha yake. Na achilia radhi ya Roho Mtakatifu. Piga na kuyeyusha kila mapango yote ya ibilisi ambayo yaliruhusiwa kuharibu maisha yake. Radhi ikabadilisha kila kusudi la adui ndani kwa jina la Yesu. Tangaza upya wa Joakim. Natangaza mawazo mapya, mtazamo mpya, usemi mpya, maisha mapya ya kiroho, kimwili, kiuchumi, kiufahamu na hatimaye katika kukuisha wewe kwa jina la Yesu. Natangaza Bwana ukabadilisha maisha yake kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki na kubariki. Na sipo kwa ajili ya matangazo, ila na ushangaa wema wa Mungu na moyo wangu ukitetemeka kwa uaminifu mkubwa wa Mungu kwetu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shukuru Mungu kwa ajili ya yule mwanamke alimleta mtoto akiwa hali ya kufa. Ametoka hospitalini, ametolewa, mtoto yuko hali ya kufa, ana hema, eleweki, amekata tamaa mtoto arudi afie nyumbani. Lakini Kristo uzima amemfungua yule mtoto, anakula sasa. Amemfungua yule mtoto, ile hali ya moyo imeondoka. Bwana anampa neema na anamtia nguvu kwa upya. Haleluya. Tuna kila sababu ya kumwinua Bwana. Ni nani anayeweza kuyatenda haya kama sio Kristo mwenyewe? Amen. Si hayo tu, Bwana anayoyatenda ni makubwa ya kutafakarisha na ya kuogopesha. Ndio kama madhabahu ya kiomba. Amen. Tuna uwezo wa kumlipa Mungu kwa fadhili zake nyingi na kwa neema yake. Na hakunyamaza mchana wala usiku, wala kuzuia akukubali mguu wa kanisa usogeze sawa sawa na neno lake, ya kwamba asinzii wala alali usiku kucha. Amelilinda kanisa lake. Amen. Ameliatamia kanisa lake. Na kwa ajili ya utumishi wangu, Bwana aendelee kunifanya chombo kikali cha kupulia. Viongozi wote hapa kanisani, naomba waje kwa ajili ya kuwakilisha Baba Mungu wa milele, mfalme wa falme, mtakatifu uliyetukuka. Tunakuja mbele zako kwa niaba ya kanisa hili na madhabahu ya toba na utakatifu ya Kionda. Bwana, kama uishivyo, uliyeitunuku na kuiweka hapa na kuwakusanya watu kukujilia wewe katika madhabahu kwa sadaka hii tunayoitoa kwako kama shukrani yetu kwa ajili ya kanisa na kwa ajili yetu wenyewe. Bwana, ikawe sababu ya kugusa moyo wako, kuendelea kustawisha maisha yetu, kustawisha madhabahu, kustawisha kanisa. Tusipungukiwe nawe tunapokuita usiku na mchana. Hata kanisa Bwana
walio wageni, walio wenyeji na watakao kuja kwa kuvutwa na mkono wako, watakapokuja katika madhabahu hii, sema utambariki na kumuinua yule akutolea sadaka ya kushukuru, naye utamtukuza, nao atakapopita siku za wokovu utamwitika. Na kusi Bwana kaende kumbariki na kumwona kumzidisha Bwana, na ukamkumbuke siku ya mateso Bwana, hata wakati wa kujaribiwa kwao katika mateso yao, katika dhiki zao, ukaikumbuke siku ya leo walipokuja kuleta ushuhuda na hatimaye Bwana kuleta sadaka yao. Ikawe ni neema na ikawe ni maisha mapya katika jina tukufu la Yesu Kristo. Mwokozi wangu nimeomba, nimewabariki katika jina kuu la Yesu, na naibariki sadaka hii ikawe sababu ya utele na uzidisho na uzidisho na uzidisho na uzidisho. Mungu wangu aliyeniamuru kujenga madhabahu hapa, akaamuru mema siku za maisha yenu, uzima, baraka na uzima na utele utokao kwake, katika jina kuu la Yesu. Amen. Amen. Wachungaji wa kiume mtakumbatiana na kusema ninakupenda katika Kristo Yesu. Wachungaji wa kike kila mmoja hakikisha amekumbatiana na kutangazia kupendana katika Kristo. Mchungaji wa kiume utamshika mkono wa kiume na kumtangazia na kupenda katika Kristo Yesu. Amina. Amina. Nimekuwa Matombo kwa ajili ya kufanya ukarabati wa jengo ambalo tutakupeleka mwisho. Ni ndani pesa nyingi sana. Amen. Kuna mahali tunapokwenda watu wanataka neema ya wokovu, lakini wakati watu wanahitaji kivuli. Sawa? Ili wasinyeshewe na mvua, ili wasipigwe na jua, wakati hapo maabudu Mungu. Amina. Na kama watu ambao za upendo wa Baba. Baba alimpenda Yesu. Hebu wote sema Baba alimpenda Bwana wetu Yesu. Na Bwana wetu Yesu akatupenda sisi. Anatuagiza tukae kwenye pendo lake. Hii ndio inaokamilisha utatu mtakatifu katika kanisa. Kanisa linapaswa kudumu katika upendo na upendano. Amen. Na hili ni agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. Kama Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, basi kaeni katika pendo langu. Amina. Kanisa la Kristo linapaswa lidumu katika upendo. Amina. Na upendano. Bila ubaguzi. Bila umimi. Bila ubaguzi. Kanisa linalokwenda mbinguni lidumishe upendo. Pasipo upendo wewe sio mwana wa Mungu. Pasipo upendo wewe sio mfuasi wa Yesu. Pasipo upendo wewe sio mwanafunzi wa Yesu. Unaekti. Upendano ni kitu cha muhimu sana. Naomba endelea kusoma. Mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Lazima tuishi katika amri za Bwana, na hicho kinatusaidia kudumu katika pendo la Kristo. Na kumpenda Bwana ni kushika amri zake yeye. Zaidi ya hapo hakuna Ukristo na hakuna utaua. Bwana Yesu shika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa kuwa rafiki zangu kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyosikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Tafadhali, unaona? Anaeleza wazi. Alipokea kwa Baba. Hatuiti tena watumwa, anaita marafiki. Na anataka tudumu katika pendo. Pendo la Kristo halina ubaguzi wa kijinsia. Halina ubaguzi wa kikabila. Halina ubaguzi wa kiundugu. Halina ubaguzi wa kiisomi. Halina ubaguzi wa kimaskini. Halina ubaguzi wa mgonjwa. Halina ubaguzi kwa asiyekuwa na magonjwa. Sawa? Wote mliumbwa na Mungu mmoja. Amina? Wote mlifiwa na Yesu msalabani mmoja. Amina? Wote mpendane. Wote tupendane. Shida yangu iwe shida yako. Shida yako iwe shida yangu. Amina? Shida ya nduguyo iwe ni shida yako. Amina? Kama kweli unataka kwenda mbinguni,
Dumisha pendo la Kristo ambalo Bwana alilinena wakati anapaa kwenda mbinguni. Alihimiza upenda kwa wote walio wanafunzi wa Kristo, wanapaswa kudumu hivyo. Bwana asifiwe. Mimi kama baba au kiongozi ambao Mungu ameniweka mbele yenu, makanisa yote ambayo Bwana amenipa kuyaongoza, sisi wote ni ndugu. Amina. Walokole wote waliokoka katika roho na kweli, sisi wote ni amina. Haleluya. Bwana asifiwe. Katika huduma hii kokote walipo, wote ni sisi ni familia moja katika mwili wa nani? Wa Kristo. Amina. Waumini wa hapa na Walukobe ni wa shida ya hapa ni shida ya watu wa Lukobe. Shida ya watu wa Lukobe ni shida ya hapa. Amina. Amen. Wachungaji mliotoka sehemu mbalimbali, wote mnapaswa kuwa kondoo, wote mwalishi katika umoja. Amen. Hakuna cha fulani, hakuna cha huyu ni wa Apolo, huyu ni wa Kefa. Huyu alipanda, huyu akanyunyizia maji, lakini hakuzai ni Kristo. Amina. Amina. Hakuna cha huyu kondoo wangu, mshirika wangu, hakuna hicho kitu. Amina. Wote ni wa Bwana, wote ni wa Yesu. Amen. Katika utakatifu inahitaji kila mtu atambue nafasi ya mtu mwingine. Bwana asifiwe. Mnaelewa vizuri? Kama ambavyo leo tumekuwa na ibada hapa, watu kutoka Lukobe mmekuja hapa. Amina. Mungu abariki. Amina. Na nyinyi tunapokuwa na ibada ya pamoja, pengine ni Lukobe au mtaa wote, tunakusanyika wote. Amina. Katika kusanyiko la Bwana. Bwana asifiwe. Nisikilizeni wana Mungu. Haujui siku wala saa ya kurudi kwa mwana wa Adamu. Siku zote imarisha kwenye moyo wako maagizo ya Bwana wako Yesu. Imarisha kila agizo la Bwana, uhakikishe unalitimiliza. Hujui siku wala saa ya kurudi kwa mwana wa Adamu. Hujui siku wala saa ya kufa kwako. Haleluya. Una shida na mtu, tengeneza. Una tatizo na mtu, hakikisha unalimaliza mara moja. Vinginevyo utaikosa mbingu. Hukumu iwaja. Hakuna mtu atakayeingia mbinguni akiwa na kinyongo na mtu. Hakuna. Hakuna atakayeingia akiwa na shida na mtu ndani ya moyo wake. Hakuna. Kanisa, iwe ni kwenye jamii zenu, iwe ni kwenye familia zenu, iwe ni ndani ya mwili wa Kristo, iwe ni kokote, hakikisha moyo wako umetakata. Amina. Hakikisha moyo wako umetakata. Usiwe na vificho vyovyote, itakuzuilia mbingu ya Baba. Nazungumza haya nikijua yametoka wapi. Amen. Nazungumza haya nikijua yametoka wapi. Haleluya. Leo niko nanyi, kesho siko nanyi. Amina. Nasubiriwa kila mahali niende kwa ajili ya mwito mkuu. Amina. Lakini kile Bwana niamurucho napokuja kwenu, lazima nikifanye. Haleluya. Tafadhalini, 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 dumisha kusudi na pendo la Kristo ndani moyo wako, kila mtu. Haleluya. Lakini mtakapofanya hivyo, ndipo mtakapoziona baraka za Mungu wenu. Na upendo huu au kuanza leo katika Agano Jipya. Naomba tuende kwenye kitabu cha Zaburi, tuhitimisha hiyo sehemu ya pili. Na nimesema kila hatua nina maombi maalum mtakayofanya. Zaburi ya 133. Zaburi ya 133. Kuanzia mstari wa kwanza. Tafadhali naomba mtu mmoja asome. Kila mtu adumishe upendo, adumishe utakatifu, adumishe upendano. Kila mtu na jirani yake. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Unawezaje kumpenda Mungu usiyemjua wakati jirani yako anamchukia? Unawezaje kumwabudu Mungu ambaye hujawahi kumuona wakati una kinyongo na una shida moyoni mwako na mtu jirani yako, ndugu yako?
ni Mungu yupo na mwabudu. Tafadhali ukarabati wa Bwana upite ukaponye moyo wa kila mmoja hapa. Na ninasema haya najua ametoka wapi. Mwenye kunielewa. Mungu anayaamuru mafuta penye upendano. Kuna mafuta ya kimbingu yanaamuliwa, kuna baraka zinaamuliwa, kuna ustawi unaamuliwa. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kama umande wa Hermon ushukao milimani pa Sayuni. Umande ni kama umande wa Hermon ushukao kutoka wapi? Mlimani mpaka Sayuni. Anamaanisha nini? Anapozungumzia Sayuni, watakatifu, hapa ni Sayuni yetu. Amina. Lakini tunapokea majilio ya uhai na uzima kutoka kwenye kiti cha nini? Cha enzi. Amina. Wote lazima tudumu katika upendano na mshikamano. Amina. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kusoma. Maana huko ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam, uzima hata milele. Unasikia point? Kwenye upendano ndio anasema huko ndiko Bwana alikoamuru nini? Baraka. Kama hauna upendano na mtu, baraka haziji kwako ngo. Umezifukuza mwenyewe. Utazitafuta, utaziomba, hazitakuja. Kwa sababu Mungu anatufanya kuwa baraka kwa watu wengine. Kwa hiyo lazima udumishe. Yeye Mungu anayekubariki ni wa baraka. Amina. Na anatubariki sisi wote. Haleluya. Ndiko Bwana alikoamuru baraka. Bwana anaamuru baraka katika upendo, katika umoja, katika mshikamano. Amina. Alafu anasema si tu baraka, naam. Sema naam. Wote sema naam. Rudia hiyo sauti ndogo, sema naam. Hata uzima wa milele. Hebu sema hata uzima wa milele. Unaona sasa? Uzima wa milele unatoka kwenye connection ya upendano. Kwa sababu penye upendano mtaombeana, si ndio? Penye upendano mtasaidiana. Penye upendano mtawezeshana. Penye upendano mtaoneana huruma. Amina. Penye upendano mtachukuliana. Penye upendano mtabebana. Amina. Kwa hiyo huko Bwana anasema ameamuru baraka, si tu baraka, na hata uzima wa nini? Kwa hiyo unaweza kuona ukijitengae na wenzako atafuta matakwa yake. Ukishatafuta mazingira hayo, unajiingiza kwenye laana, unajiingiza kwenye baraa, unajiingiza kwenye nini? Kwenye mikosi. Baraka zinaondoka, uzima wa milele unaokosa. Mnanielewa? Tafadhali. Ninasema haya najua umetoka. Sawa. Utamtambua mtu kwa matunda yake. Yes, utatambua tu. Na Roho Mungu utuconnect. Ukitembea njiani kuna mtu atajua wewe ni